Nimetambulishwa, jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama Wabantu mnavyolitamka Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati, pamoja na kwamba jina harakati kwa Tanzania sasa imeshachafuliwa kwa kuitwa magaidi. Lakini mimi sina aibu kusema mimi ni mwanaharakati, ndio maana nimejitokeza hapa, kwa sababu wanaharakati duniani kote sio kinyume na sheria, na Tanzania tuna sheria ya ugaidi ambayo ilitungwa nikiwa bungeni na ninaifahamu vizuri. Hakuna kipengele chochote kinachozungumzia mwanaharakati kuwa gaidi. Kwa hiyo sioni aibu wala msiogope kama mna swali juu ya hilo. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Sasa ninaumia ninapoona nchi yangu inaendelea kwenda kwenye matope. Nchi yangu inaumia kwa sababu nchi yangu inatoweka. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu, kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote, hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu, taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya TANU zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa TANU. Mwaka 73 na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa, mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha TANU, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa katibu mtendaji wa tawi, halmashauri ya kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka, tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Lakini la pili ni hii sura ambayo sasa tulishatoka kwenye chama kimoja, na bahati nzuri nilikuwepo. Kwa wale ambao wanapenda kusoma, nendeni kwenye kitabu cha Pius Msekwa alipokuwa spika wa bunge, mimi na John Cheyo, mimi nikiwa Chadema, John Cheyo akiwa Democratic, wote wawili tuliandika kila moja chapter kwenye kitabu kile ambacho kiko bungeni. Mkihitaji mnaweza kwenda pale, the situation of democracy in our country. Tukalinganisha kabla ya multipartyism hii ambayo imerudishwa baada ya kurudi mwaka 92, na tukailinganisha na hali iliyokuwepo kabla. Tumeandika kitabu, iko kwenye kitabu hicho.
Sasa kama wakati ule tukasema hali imekuwa bora, leo nikitazama katika serikali ya awamu ya tano, kuanzia awamu ya Magufuli kuja kwa awamu ya kwanza ya Mama Samia kuja na awamu ya pili ya Samia, tunakwenda kwenye tope nene ambalo ni ile ambayo kama ni ng'ombe akikwama huna namna ya kumkwamua kwa sababu inatetea. Kwa ndio sababu kubwa mimi niliona niungane na hao wataalamu ndugu zangu kwa niaba ya wananchi niseme hapana, haki tuliyopata kikatiba badala ya kuiboresha alafu tunaziondoa, hiyo sio sawa na hiyo haikubaliki. Ndio maana nikasema na mimi nitakuwa tayari kwenda na wenzangu tukapeleke mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, vipengele wataongea wao mkihitaji, lakini kwa mujibu wa katiba yetu mahali pekee pa kupata haki katika nchi ni mahakamani. Kwa hiyo tunategemea majaji wetu watasikiliza, wataelewa uzito wa hiki tunachotaka kukiongea, na wao pia kama hawaathiriki leo, watoto wao na wajukuu zao ndio watakaoenda kuathirika. Kwa mtu asifikiri mimi leo nimejiokoa, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako hatakuwa jaji, atakuwa raia wa kawaida au atakuwa ofisa mahali fulani, lakini ataathirika kama leo taifa hili linavyoathirika. Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utoa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu, hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara, kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha, kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama, kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo, wanabaki wale tu, tena inaondolewa kwetu tu wa upinzani. Haki hizi zimekadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri, kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku. Timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, huu ugaidi huko kwenye siasa tu, au pia kila mahali bomu kitupwa, wote wananchi, wewe ni mchezo wewe nini, inaumia. Lakini kwa nini iwe kwenye siasa tu? Kwa hiyo mimi nadhani sababu zangu za msingi ni hizo. Kama mtakuwa na maswali niko tayari kufafanua kwa kina.